Zimebakia siku kama tunazungumzia leo ni Jumatatu ambayo imebaki kama siku mbili kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, maana tarehe 25 ya mwezi wa 6 2020 katika uwanja wa Stadio de Benjamin William Mkapa. Mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mchezo wa awali uliahirishwa kutokana na sababu ambazo TFF waliweka na bodi ya ligi imeweka wazi, na mchezo ambao utarejeano tarehe 25 ya mwezi wa 6 pale katika uwanja wa Stadio de Benjamin William Mkapa. Simba hakuna kipengele au ndio dabi kipengele imeisha? Kwamba dabi tunafahamu sisi kama Simba waga tunaga kwenye kipengele kama kanuni zote zinafuatwa kwenye mchezo husika. Mna kipengele? Sisi hatuna kipengele. Timu ya Simba imezaliwa kwa ajili ya kucheza mpira. Kwa hiyo tunaenda kucheza tarehe 25 ni mpira. Japokuwa tunakwenda kucheza bonanza kwa sababu ligi imeshafanyaje? Imeshatamanika. Ni tarehe ngapi? Tarehe 22 ya mwezi wa 6 2025. Ligi imekwisha rasmi. Kilichobakia ni bonanza. Kwa hiyo Simba ogopi kwenda kucheza bonanza. Mimi naamini Simba tumejiandaa kwa ajili ya kwenda kucheza ile bonanza. Na ndio maana sisi tumeamua kukaa bonanza. Mimi naamini ingekuwa mechi ya ligi sasa hizi Simba wameshaposti kuwa kwamba tunacheza. Umenielewa? Na kuwahabarisha mashabiki na wanachama tarehe fulani kutakuwa na mchezo. Lakini kwa kuwa bonanza unaweza kuamsha watu asubuhi, jamani tunataka kucheze mbungi. Kwa hiyo ni hii mbungi ya bonanza. Kwa nini bonanza? Ni dabi ambayo imeenda kuamuliwa kinyume na utaratibu wa mchezo wa mpira. Na bonanza hili sisi kama Simba tunacheza kwa heshima ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kinyume na hapo tusingecheza tena hili bonanza na wala kufikiria bonanza hili namna ya kucheza. Mimi naamini ligi ya kwanza duniani, ligi inakwisha na ikiwa na mchezo wa kipolo mbele. Kwa ndio maana mimi binafsi nimeita bonanza. Mimi naona wazi kabisa sisi kama Simba hatuwezi kugoma kucheza. Mimi naamini viongozi wetu wana uweledi mkubwa wa hali ya juu, na ndio maana wanachokifanya wanajua wao wanafanya kiuweledi. Umenielewa? Wanajua kipoti watawapa meleji kubwa wale watu wa bonanza. Kwa mimi naona kama hivi wanachokifanya basi kiko sahihi zaidi. Lakini pia tunawataka viongozi wa Simba wakae kama walivyo, lakini wajue kwamba bonanza tarehe 25 lipo na sisi kama mashabiki tunahitaji tucheze. Kwa sababu wao ndio walioharibu misingi ya mpira kwa kushindwa kusimamia ukweli. Mimi naamini ingekuwa kipindi cha CEO Babla Gonzalez kwa udhamini ule, sasa hizi watu ligi mngeshaisha tangia mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8 mwaka jana. Unanielewa? Yeye ndio aliyosimamia msingi wa bosi wao upande wa pili kuto kudhamini timu ngapi? Kuto kudhamini ligi kama mdhamini mwenza. Babla Gonzalez alisimamia misingi ya kimpira, baadaye hujuma za watu walisababisha mpaka Babla Gonzalez aame Tanzania. Ili kitu kiko wazi. Kwaona ili angekuwa yeye la udhamini wa timu 8, naamini ligi ingeisha tangia mwezi wa 8 mwezi wa 8 mwaka jana. Lakini kwa kuwa uweledi wetu wa viongozi wetu kuwa dhaifu, ndio maana hiki kilichoendelea. Kwa hiyo na maana wao wasifanye mashabiki tuanze kujifikirisha tena kwa hamu nyingine. Tunachowataka wapeleke timu. Kiongozi ambaye anajiona hataki kupeleka timu, atuachie Simba yetu, akae pembeni. Sisi kama mashabiki wana Simba tunaweza tukajipanga. Tukikutana kwa mfano mimi, Kisugu, Kinyago Tabata, Agnes Simba, Mzalamo, Pasi Milioni, tukijiunda wale mashabiki kama 10, tuna uwezo wa kuifunga hata Yanga. Kwa hiyo kama wao wanaona hawezi, sisi mashabiki tupo. Hebu ngoja kwanza. Umesema yani wakiwa Kisugu, Mzaramo akiwa Kimziwandra, akiwa shabiki la Kafu, Akinyago Tabata, akiwa Mnandi Junior, nyie ndio mnaenda kucheza dabi kesho sasa. Yani kama inatokea kama viongozi wetu wanaona haiwezekani kwenda kupeleka ile timu ya wachezaji akina Jeni Chazi ya huo, kwa sababu MVP kila kitu kitapatikana, watuteue sisi twende kama wachezaji tukacheze hiyo mechi na tuna uwezo wa kushinda, wala hamna kutusumbua. Hao wote ndio kutajua wanacheza mpira vizuri, kiwemo mimi mwenyewe. Mimi naamini tuna uwezo wa kushinda. Kwa hiyo viongozi wetu wasiwe na wasiwasi na hili. Wakiona wachezaji wamechoka, mashabiki tupo tukacheze mpira. Kwa sababu ile ni bonanza, sio ligi. Ligi imeshaisha. Umenielewa? Bonanza alimchagui mtu akwenda kucheza. Bonanza anacheza mtu yoyote ambaye ana uwezo. Kwa sisi uwezo tunao, twende tukacheze bonanza tarehe 25. Unanielewa? Kwa mimi naamini kama hii tutakuja kuteuliwa viongozi wetu wataona vile vipi haiwezekani, sisi tupo tutakwenda kucheza bonanza. Kwa sababu kilichobakia ni bonanza na wala sio ligi. Unanielewa? Na kama ingekuwa mbaki ligi, ina maana jana isingeisha, wangesema ligi bado inaendelea. Lakini kwa kuwa jana imeisha, hiyo baki bonanza. Mimi ninachosema viongozi wa Simba wasihofie, anayehofia tuachie timu yetu, kwa sababu mimi naamini Simba ni timu ya mpira ambayo inahitaji kucheza mpira. Hata kama ikawa baharini, ikawa kwenye maji, ikawa Sindimba, ikawa wapi, tunahitaji kucheza mpira. Lakini pia tumeona hapa siku za usoni kumekuwa na watu wakishangilia baada ya bodi ya ligi kuondoka. Unajua mwendawazimu siku zote hawezi kujitambua yuko kwenye wakati gani. Hata kama anajikojolea hawezi kujijua kama mimi najikojolea. Anasema safari, yani hiyo ni mpungufu wa akili. Kwa watani zetu Matokunyungu FC wana mapungufu ya akili. Kwa sababu gani? Waliposhangilia
CEO wetu wa ligi Almasi Kasongo, mzee Kasongo yeye kuondoka pamoja na Mguto wa bodi ya ligi, kwamba waliamini wao ndio wamesababisha kuwapumzisha, lakini sio kwamba wale wameondoka kutokana na tayari awamu ya nini ya ligi fanyeje ya Karia kumalizika baada ya manajua msimu mwaka huu kuna uchaguzi. Kwa hiyo Karia alichokifanya ni kuwaondoa tu akiwa anajua baada hapo anapanda uchaguzi. Umenielewa? Lakini pia tumewaona mashabiki wao wa Yanga wakienda kuchukua fomu ya kutaka kugombea. Mashabiki wa Yanga, Ali Mayai Tembele shabiki wa Yanga, Dominic Salamba shabiki wa Yanga, yule Msindo Mzola shabiki wa Yanga. Tumewaona mashabiki wa Yanga kwenda kuchukua fomu ya kutaka kugombea urais. Nacho mshukuru Karia. Ile mnaita endorsement, si endorsement. Kwamba endorsement kamaliza watu unajua wengine hapa si Waswahili sana, Kiingereza kidogo kama tunatupiga chenga. Kwa baada ya kuona kwamba haya matukunyungu watakuja, yeye akamaliza zote. Na nataka niwaambie miongoni mwa endorsement ambazo zimechukuliwa na Karia ikiwemo ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ambao mashabiki wa Yanga mnajisumbua, kwa hiyo engineer alishampa kile kipengele tangia muda mrefu, kwa sababu zile ziko 47 ziko 47 zilizobakia alisema 5. Zile zote ambazo 42 ikiwemo na Yanga kachukua Karia. Kwa kuna haja gani sasa nyinyi kujisumbua? Kwa mimi naamini Karia amepewa uchaguzi wa 100%. Ikifika mwezi wa 8 mimi naamini ataendelea kuwa rais na anastahili kuwa rais wa milele. Kwa hiyo kama una kijipu chako, una kipele chako, una nini, jikune mwenyewe. Karia mitano tena na tunamtaka aendelee milele mpaka pale mtakaposema kwamba hiyo ni Yanga Afrika au ni klabu ya matukunyungu. Kwa hiyo kama mlikuwa mnatumia nguvu kuwaleta viongozi wenu au mashabiki wenu waje kugombea, hilo jambo mmefeli. Na mimi naamini kama tutapewa mileage ya kutosha, sisi kama mashabiki wa Simba tuko tayari kumchangia wale Karia kuchukua fomu, hata kama ikiwa mara 7 tutahakikisha tunamchangia ili kuona maendeleo ya mpira, kwa sababu Karia ndio kaleta maendeleo ya mpira. Lazima ukweli useme. Karia kaleta maendeleo ya mpira vipi? Yanga Afrika tangia imezaliwa haijawahi kufika fainali ya kafu ya mashindano yoyote, hata mashindano ya kahawa hawajawahi kufika. Kwa hiyo Karia ndio aliyosababisha wafanyeje wafike, lakini pia hawajawahi kufika robo fainali tangia wazaliwe. Nani? Karia kapigisha kwenye utawala wake. Kwa haina maana kwenda kumwekea nini figiso, lakini pia tuambie tu ukweli kwamba walioharibu dabi au wanaharibu mpira wa Tanzania ni mashabiki wao wa Yanga ambao ni viongozi wakubwa serikalini, wanatumia madaraka yao vibaya kwa kuamini wao wamepigania uhuru. Umenielewa? Kipindi uhuru unapiganiwa watu Yanga alikuwa wapo, lakini pia angalia namna gani klabu yao ilivyoanzishwa. Hivi Kuli anaenda kupigania na uhuru na kata kwa mizigo bandari. Kwa kile kilikuwa kikundi cha ngoma na ndio wameenda kuanzisha mpira. Kwa mimi nitawaomba waache hiyo fujo na hatuwataki kuwaona makao makuu ya TFF wa kwenda kuchukua tena fomu. Na hata wajumbe, tunataka wajumbe wale walioanza nao Karia wabakie kila sehemu, kibaki vile vile. Mimi naamini utawala bora unaendana na Karia, na Karia mitano tena kwenye utawala wa mpira ili kuheshimisha mpira wetu. Shukrani.